Hello, mambo vipi? Niite Chigo Machi ama ukipenda Zinga la Kigunya, na leo hii bado nipo katika kaunti ya 037 Kakamega County, na leo katika trending story ambayo kwamba inaweza kutrend ni ndani ya Mumias maeneo Lumino, baada ya kuweza kumpoteza msichana mmoja Jemina Idi ambaye kwamba yuko katika maeneo ya Arabuni. Aliweza kufariki hapo juzi tu na ilikuwa kifo cha ghafla. Na leo hii nipo na babake mzazi ambao kwamba tutakuwa tunapiga story na aweze kutueleza je, ni yapi yaliyojiri na labda huenda wakakuwa wamejipanga vipi na masuala ya msiba. Karibu sana mzee wangu. Asante, nashukuru. Na kwa majina labda unaitwa nani? Kwa majina ni Ali Okoyo na Nyinza. Nikuwa mzazi wa Jemila Idi, na mtoto wangu kwa kusema kweli alitoka mwezi wa 5 kienda kwa nchi za Arabuni. Naye Mwenyezi Mungu naye anampenda zaidi kuliko sisi. Mwenyezi Mungu alimchukua kwa nchi wa Arabuni kule. Sasa mimi niko na kilio, kiwa serikali, shirika, mtu binafsi, yule ambaye atakuwa amejitolea kunisaidia mwili ya mtoto wangu iweze kurudi Mumias ama iweze rudi Kenya. Ndio kilio changu. Labda marehemu alikuwa mtoto wako wangapi na una watoto wangapi katika familia? Huyo ndo mtoto wangu wa kwanza, first born. Ndio wengine wanafuata. Na safari yake ilikuwa imepangwa vipi wewe kama mzazi? Tumezungumza na ndugu, amesema ilikuwa hana taarifa. Na wewe kama mzazi aliweza kukutolea dukuduku kwamba baba nina mipango ya kwenda Arabuni na kutafuta riziki? Mtoto kwa kusema kweli aliogopa kusema, yeye aliondoka tu ghafla, kwa sababu sisi pia naye nyuma yake ndo tukajua kweli mtoto naye amefanya nini, ametoka ameenda kwa nchi za Arabuni. Lakini sisi tulikuwa tumekataa asiende huko. Kwa tumesema rudi tu hata Mombasa mahali penye alikuanga, endelee na kazi Mombasa ama narudi. Lakini sasa naye akaamua kwenda Arabuni. Sasa habari ya malaria kidogo, Monday, Tuesday, Wednesday amaaga dunia. Sasa hata tumeshindwa tutafanya nini. Toka labda aondoke nyumbani ni kama kipindi cha muda gani alipokuwa Arabuni? Sasa tuseme alitoka mwezi wa 5, tena Mwenyezi Mungu tena amemchukua tena mwezi wa 5. Kwa hivyo tuseme alikuwa kuna miezi 10 peke yake. Na katika miezi 10 mawasiliano yako wewe kama baba na yeye na familia, maana yake aliondoka bila kutoa taarifa. Je, mawasiliano mlirudi nyuma mkasahau kwamba aliondoka bila taarifa na mkasameana mkaanza mazungumzo, ama pia ilikuwa vigumu pia kuweza kuwasiliana? Mimi niliwasiliana tu naye siku moja peke yake. Akanielezea, baba mimi siko Kenya, niko Arabuni peke yake. Na ikabaki hivyo mpaka kufika leo. Sijai tena ongea kwa naye. Na labda katika kuweza kufuatilizia, mmeanza kufanya uchunguzi ya kuweza kujua safari yake, chanzo cha safari yake na mhusika mkuu katika safari alikuwa nani, ili ndio tuweze kujua kwamba kama ni msaada tutaanza kumfuata nani kwa mlengo wa kwanza kutupatia? Kusema kweli, kwa upande wangu mimi siwezi jua eti kulikuwa na mfadhili ama mtu yeyote ambaye alimsaidia kwenda huko, siwezi jua. Hata hizo miezi ambazo amekaa huko, sijui pesa zake zinaendanga kwa nani, sijajua. Mimi niko tu nyuma kabisa kimawazo. Una taarifa yote? Sina taarifa yote. Hivi labda kama familia mmeamua sasa hatua ya kwanza ya kuweza kushughulikia hili jambo, mnataka kuchukua hatua gani, ili ndio tujue kuanzia hatua ya kwanza tutafika ya pili ya tatu mpaka msaada uweze kupatikana? Mimi kitu ambaye niko naomba, tafadhali serikali ya Kenya nisaidie tu mwili peke yake ikuje Kenya. Mwili kikuja itakuwa na nguvu za kuzika mtoto wangu. Sawa, asante sana. Na hii I think ni changamoto katika familia nzima, lakini kabla sijaweza kuzungumza na kumalizia, ningependa mzee mwenyewe atoe nambari za msaada na njia mbadala, labda kama nikutaja maeneo ya makazi, mtu ambaye kwamba angependa kufika mwenyewe physically ajue nyumbani ni wapi na changamoto ni ipi, na labda kama na wale ambao kwamba pia ungeweza kutoa msaada kupitia nambari ya simu pia, mzee tutajie namba tuweze kujua je utasaidikaje. Namba yangu ya simu ni 07 20 50 50 74. Jiji ni la Lumino, Mumias. Sublocation ya Steven Weroba, Kakamega County. Asante sana. Nikidhani hii itakuwa ni changamoto kwanza tukianza na viongozi wa maeneo hayo, kama ni Liguru,
ambapo kwamba yuko katika maeneo yale, MCA, mbunge, gavana. Hili ni swala ambalo kwamba mnaweza mkalivalia njuga na mkaisaidia hii familia, manake kumbuka huyu ni mkazi wa maeneo yako na ni pia mpiga kura katika eneo lako. Je, wewe kama kiongozi utachukua hatua ipi ili uweze kutoa familia hii katika majonzi ambayo kwamba wameweza kuyakumba? Maana kumbuka ndio ni mtoto wao, licha ya tofauti zao za kifamilia ambapo kwamba ni jambo la kawaida katika kila familia, lakini leo hii wameamua kushikana kwa pamoja kuweza kutaka kumsaidia marehemu ambapo kwamba aliweza kufariki maeneo ya Arabuni. Sina mengi ya kuongezea zaidi hapa, lakini changamoto na ambazo kama wameweza kupitia na mambo mengi wameweza kuyazungumza, lakini ningependa kuregesha mpira kwako wewe mpenzi mtazamaji, kupitia changamoto hii ya familia. Je, ungeweza kuwashika mkono vipi na ungeweza kuwasaidia katika hali gani? Niite Chigo Machila ama ukipenda Zinga la Kigunya, na nitamalizia hapo leo hii. Usikose kusubscribe, kulike na kushare baadhi ya story ambazo kwamba tutakuwa tunaweza kuzitrendisha.